Unatazama Shalom Summit TV kutoka Same Kilimanjaro. Usisahau kusubscribe, like, kushare pamoja na kucomment. Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Shalom Summit TV. Nikukaribisha tena uweze kutazama kile ambacho tumeweza kukuandalia kwa siku hii ya leo. Na kama bado hujasubscribe, basi unapoendelea kutazama video hii, endelea kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi ni Rose Jotham, ninaripoti kutoka kanisa la TAG Shalom Christian Center, kanisa linalopatikana wilaya Same mkoani Kilimanjaro. Na kwa siku ya leo sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na makamu wa askofu wa jimbo la Kilimanjaro Kusini, lakini pia ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, tukiangazia zaidi masuala ya ndoa. Na leo tutakuwa na mada kuu inayosema ndoa ya Kikristo na talaka. Lakini katika mada hii tutaenda kuangazia zaidi kwamba ni halali Mkristo kuachana na kuoa au kuolewa na mtu mwingine. Tunakusihi sana endelea kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati, na ninatumaini kuwa kupitia mada hii utaweza kujifunza vitu vingi sana, na ninamuomba Mungu aweze kukusaidia uweze kuelewa kile ambacho tunaenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Karibu sana. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Familia inasemaje? Familia iko vizuri. Amina sana. Yeah. Kama tulivyozungumza kwamba tutakuwa na mada mezani inayosema kwamba ndoa ya Kikristo na talaka. Nilitamani kwanza uwaelezee watazamaji wetu wa Shalom Summit TV ni nini maana ya talaka, hadi tunaposema talaka tunamaanisha nini? Okay, asante. Kama nilivyotambulishwa, jina langu naitwa mchungaji Arbogasti Mramba. Ndio. Ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God ambalo liko hapa Same mjini, na swali ambalo umeniuliza ndio ningetamani kulijibu kwamba talaka imeanza kuzungumzwa kwenye Biblia. Ndio. Na kwenye nyakati tulizonazo kuna talaka ambayo inatolewa kwa mujibu wa sheria. Ndio. Pale ambapo mtu na mke wake wameshindwa kuelewana, basi wanaweza kwenda kwenye vyombo vya sheria vikawapa talaka. Lakini Kikristo hatuna talaka. Kanisa halijaruhusiwa kabisa kutoa talaka. Sawa. Yeah. Na kitabu cha Biblia kinasemaje kuhusiana na talaka? Yeah. Biblia inazungumzia kuhusu talaka. Ndiyo. Na ukisoma Agano la Kale utagundua kwamba kulikuwa na talaka. Musa aliwapa wana wa Israeli ruhusa ya kutoa talaka. Ndiyo. Na aliwapa kwa sababu ya mambo ya kijamii na mambo ya kitamaduni. Lakini toka mwanzo Mungu alipokuwa ameweka mfumo wake wa taasisi ya ndoa, kulikuwa hakuna talaka kabisa. Lakini Yesu alipotokea, Mafarisayo walimuuliza kwamba ni halali kutoa hati ya talaka. Ndiyo. Yesu akawaambia hapana. Na wao wakasema mbona Musa aliruhusu talaka? Lakini jibu la Yesu ilikuwa kwamba Musa aliruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ile sheria ya Mungu juu ya kutokuwepo kwa talaka ilikuwepo, lakini kwa sababu watu hawakupenda kuendelea kuishi na aidha ni mwanamke au mwanaume bila talaka, basi wakalazimisha, wakalalamika, wakamsumbua sana Musa. Ndiyo. Musa akaamua kuwaruhusu, na hata alipowaruhusu, unaweza ukasoma kwenye kitabu cha Agano la Kale juu ya kile ambacho Musa alikifanya kwenye kitabu cha Agano la Kale. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 24 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa, asipopata kibali machoni mwake, kwa kuwa ameona neno ovu kwake, na amwandikie hati ya kumwacha, akamtilie mkononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Mstari wa pili, naye akiisha kuondoka katika nyumba yake, ana ruhusa ya kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Ukisoma hili andiko utagundua kwamba kilichosababisha hasa Musa kuwaruhusu haikuwa Mungu, isipokuwa kwa kuwa Musa alipewa mamlaka ya kuwaongoza wana wa Israeli, na yale malalamiko na mashauri yote walikuwa wanapeleka kwa Musa. Basi Musa akaona awaruhusu kwa sababu inaonekana kwamba kulikuwepo na manunguniko mengi. Na ukisoma kihistoria utakuja kugundua kwamba kulikuwepo na dhuluma kubwa iliyokuwa inafanywa kati ya wanaume na wanawake, na walikuwa wanaongoza hii dhuluma walikuwa ni wanaume. Ndiyo. Kwa kawaida ya mila na desturi za Wayahudi, mwanamke alikuwa hana haki kwenye jamii. Ndiyo. Ndio maana unaona hata maandiko
ukisoma Agano la Kale wanawake hawahesabiwi, walikuwa wanahesabiwa wanaume tu. Kwa hiyo thamani ya mwanamke ilikuwa iko chini sana, na mwanaume alipokuwa anaoa mwanamke alikuwa na uwezo wa kumfanyia chochote, na mwanamke alikuwa hana say, hawezi kusema, hana mahali pa kulalamika, kwa sababu mwanamke alikuwa anachukua kama ni chombo cha kutumia tu. Kwa hiyo Musa kwa ajili pia ya kuwasaidia wanawake waliokuwa wanateseka kwenye familia na kwenye nyumba za watu, akaona ni afadhali atoe upenyo wa talaka, ili angalau wale wanawake ambao wamekaa kwenye maisha ambayo ni magumu na wanataka kutoka waruhusiwe kuwa huru. Na ndio maana unaona hapa hii sheria ilikuwa inamzungumzia mwanaume tu, kwamba mtu akiisha kumtoa mke wa kumuoa asipopata kibali machoni mwake kwa kuwa ameona neno ovu kwake, amwandikie hati ya kumwacha. Kwa hiyo kinachoonekana, talaka ilikubaliwa kwa Wayahudi kwa sababu pia ya haki ambazo walikuwa wanadhulumiwa wanawake wa Kiyahudi. Kwa hiyo Musa ili kuwanusuru akaona kuliko mwanamke akae kwenye ndoa aendelee kupigwa, aendelee kuteswa na kudhalilishwa, ni afadhali apewe talaka. Ndivyo ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Mara nyingi nimekuwa nikishuhudia ndoa za watu wengi sana. Sasa pale wanapokuwa wanavishana pete, kuna viapo huwa vinatolewa. Sasa huwa najiuliza kwa nini huwa inatokea sasa ile mivurugano mpaka kupeana talaka wakati umeshatoa ahadi mbele za Mwenyezi Mungu. Sawa. Kiapo cha binadamu ni kiapo ambacho hakina garantii. Mtu anaweza kuapa alafu baadaye akasaliti kiapo. Ndiyo. Tumeona viapo vingi vinaapwa sehemu nyingi, lakini mwisho wa siku unaona watu hawawezi kusimama kwenye kile kiapo. Kwa hiyo kama ilivyo mtu anavyoweza kuvunja agizo la Mungu, ndivyo mtu anavyoweza kuvunja agizo la kiapo. Kwa hiyo mtu anaapa kweli na unaweza kukuta ana nia nzuri, lakini uhalisia wa maisha hauko kwenye kile kiapo. Uhalisia wa maisha unaanza pale maisha wawili yanapoanza. Mnapokuwa mnaishi wawili, pale ndio uhalisia. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaapa kwa sababu ya ule upendo wa mwanzo, na tunavyofahamu wachumba huwa wanapendana kiukweli. Yaani mtu na mchumba wake wanapendana sana. Kwa hiyo lile chumba linabeba chochote kile kitakachoambiwa. Akiambiwa toa mahari, saa nyingine hata kama ni kubwa atalipa. Akiambiwa atoe chochote yuko tayari kufanya chochote. Lakini inapokuja kwenye uhalisia wa maisha, wale watu wanaanza kujuana udhaifu wao, huyu anamjua udhaifu wa mwenzake. Kwa hiyo mtu anaanza kuona kama alikosea. Anaanza kuona kwamba niko mahali ambapo sio sahihi. Lakini pia wakati mwingine wachumba huwa hawajui, au watu wanaoana hawajasomana, kwa hiyo hawajui uhalisia wa maisha yao yakoje. Wanapokuja kuwa kwenye ndoa ndio wanaanza kugundua zile dosari. Kwa hiyo pale inakuwa ngumu sana hawa wanandoa kuendelea pamoja. Na ni hali gani zinazoruhusu talaka katika maisha ya Mkristo? Mambo yanayopelekea kuwepo kwa talaka katika maisha ya Mkristo, inapotokea wawili wameshindwa kabisa kuelewana, mmoja anaweza kuamua kwenda mahakamani. Kwa sababu anapokuja kwa wachungaji, hakuna mchungaji ambaye ana mamlaka ya kutoa talaka. Ndoa ikishafungwa imefungwa, ndoa ya Kikristo haina talaka ya Kikristo. Kwa hiyo endapo hawa watu hawajaridhika na ushauri watakaopata kwa viongozi wa dini, wanaweza kwenda kwenye vyombo vya sheria. Na wanapofika kule, mara nyingi sana nimeona mahakama huwa zinafanya jambo moja kabla hawajaanza kusikiliza lile shauri. Huwa wanachokifanya, wanatuma barua kwa kanisa linalohusika na huyo mshirika au huyo muumini, kutaka kujua kwamba kanisa kama kanisa au kanisa kama taasisi ya Kikristo imelishughulikia hilo jambo kwa kiwango gani. Ndiyo. Na je, limeshindikana kupitia mashauri yao na vikao vya kikanisa? Kama kanisa lile litaandika kupitia kiongozi, labda askofu au mchungaji, kwamba shauri hili sisi kama kanisa tumelishindwa na tunaomba mahakama ifanye inavyoona, basi mahakama inasikiliza wale wanandoa wawili. Na kama itaona kuna umuhimu wa hii ndoa kuvunjwa, basi mahakama inatoa kibali au inatoa talaka kwa wale wanandoa. Ndivyo inavyokuwa. Lakini kwetu sisi kama Wakristo huaga hatuna namna ya kutoa talaka. Tukishafunga ndoa tumefunga ndoa. Ndio. Kuna maswali mengi huwa watu wamekuwa wakijiuliza. Ukiona Wakristo wamepeana talaka, mnaanza kujiuliza imekuwaje wakatengana. Sasa labda uwaelezee watazamaji ambao wanatutazama ili siku nyingine usiweze kujiuliza swali kama hilo, kwamba kupeana talaka kwa Wakristo ni dhambi ama sio dhambi? Okay.
Labda tuangalie Bwana Yesu anasemaje kuhusu mambo ya kuachana. Soma katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 9. Yesu anasema hivi, basi si wawili tena bali mwili mmoja. Watu wakioana wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Tunaanzia hapo. Lakini Yesu anaendelea anasema, yeyote atakayemwacha mke wake isipokuwa kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine, huyo anazini. Sasa Yesu ukisoma pia kwenye kitabu cha Marko ile sura ya 10 mstari wa 11 na wa 12, anasema, Yesu anasema hivi, yeyote amwachaye mkewe na kuoa mwingine anazini juu yake. Yaani ukiwa na mke ukamwacha kwa sababu yoyote ukaoa mwingine unazini. Naye mwanamke akimwacha mumewe na kuolewa na mwingine anazini. Sasa hakuna upendeleo pande zote mbili. Huyu mwanaume akimwacha mke wake akioa mwingine, siku zote za maisha yake anafanya zinaa. Na huyu mwanamke aliyeachwa akienda akiolewa na mwanaume mwingine, siku zote za maisha yake anafanya zinaa. Sasa kuna watu wanachanganya maandiko, wanasema kwa sababu isipokuwa kwa sababu ya uasherati kwamba mtu anaweza akaoa. Yesu alipokuwa anazungumza kwamba mtu anaweza akamwacha mke wake au mume wake kwa sababu ya uasherati, alikuwa anamaanisha kitu kile kile kwamba unaweza ukamwacha mke wako na unaweza ukamwacha mume wako kwa sababu yoyote. Lakini ikiwa umemwacha kwa sababu ya uasherati, ukae na kujua hautaruhusiwa kuoa mke mwingine. Ukisoma Luka 16 mstari wa 18, kila amwachaye mkewe na kuoa mwingine azini, naye aoaye yule aliyeachwa na mumewe pia anazini. Haijalishi kosa. Haijalishi kosa, hata kama umemfumania. Lakini una hiari, kwa sababu unaweza ukamfumania mke wako lakini ukaamua bado muishi. Bado Mungu atawarehemu na atawasamehe na ndoa itaendelea. Kabisa. Lakini kama umemfumania na ukaona huwezi kukaa naye, ujue kwamba umechagua kuishi hivyo milele. Yaani huwezi kuoa tena. Ndio. Kwa hiyo tusidanganywe na mtu yote kwamba mtu kwa sababu ya uasherati au amemfumania mke wake kwamba ndoa haiwezi kuwepo tena. Mkitaka mnapatana, hamtaki mnaachana, lakini wote wawili mmefungwa. Huwezi kuoa na huwezi kuolewa, na ukiolewa unazini, na ukioa unazini. Inakuwa ni dhambi. Inakuwa ni dhambi. Amina. Na Mtume Paulo alitoa mwongozo gani kuhusiana na ndoa na talaka? Okay, ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 10 na 11, Paulo anasema, mke asimwache mumewe na mumewe asimwache mkewe. Lakini ikitokea wameachana, mke au mume akae asiolewe wala kuolewa, vinginevyo wapatane na kurudiana. Ndivyo Paulo anavyosema. Kwa hiyo Paulo ndiye ameshindilia kabisa kwamba hakuna kuachana. Ila ikitokea wameachana, basi hakuna kuoa wala kuolewa. Amina. Yeah. Na kuna tofauti gani kati ya talaka ya kisheria na talaka ya kiroho? Wachungaji siku zote huwa hawashauri watu waachane. Ila wenyewe wanapoona kabisa hatuwezi kuishi tena kabisa, basi huwa wanaenda kwenye sheria ya taasisi, sheria za serikali, wanaenda mahakamani. Kwa hiyo kule ndio mahakama inaamua. Na mahakama ikishaamua, kanisa linanyamaza, linawaacha wanandoa wachague. Lakini bado si kwa sababu mahakama imeamua kwamba kanisa ndio litahalalisha kwamba sasa kwa sababu mahakama imeamua, sasa tunawahalalisha nyie muoane, yani muoe tena, kila mtu aolewe na kila mtu aoe. Bado kanisa linabaki kwenye ile msimamo wake kwamba mmeachana, lakini sisi tunategemea kila mtu ataishi peke yake. Sasa mara nyingi nimekuwa nikiona ndoa nyingi zinakuwa na migogoro. Yaani kiasi kwamba yani hata kikuelezea yale matatizo yake, wewe mwenyewe unajiuliza sasa kweli wanaishije hivi? Ninajaribu kutafakari Mungu yeye anasemaje kuhusiana na ile kuishi kwenye ndoa ambayo haina amani. Okay. Ni kweli. Si kwamba hata wachungaji hatujui. Wachungaji wanajua kuna ndoa ambazo zinapita kwenye mazingira magumu. Ndio. Kiukweli kuna ndoa ambazo hata ukielezwa unashindwa, hata nyingine hazifai kusuluhisha. Unakuta zimefika kwenye stage ambayo ni mbaya sana. Ndio. Na unaposema Mungu anasemaje kuhusu hilo? Bado Mungu asingependa ndoa yenye machafuko, kwa sababu maandiko yanasema Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Bali angependa ndoa yenye amani. Na Mungu alipoweka utaratibu huo wa kwamba hakuna kuachana, si kwamba hakujua
kwamba kuna ndoa ambazo zitakuwa zina changamoto kubwa. Sasa ni nini kinachotokea? Ndio maana kuna uwezekano, hata Yesu mwenyewe alisema wanaweza kuachana. Ikiwa ni uasherati, basi wanaweza kuachana, lakini wachague kwamba hawataoa au kuolewa. Ndio. Kwa hiyo tayari kuna uwezekano wa hawa wanandoa kuachana, lakini kwa sharti hilo moja la kwamba hawataoa wala kuolewa. Kwa hiyo Mungu aliona hilo kwamba kuna ndoa zitashindikana kabisa, na itafika mahali hawawezi kuishi tena. Kwa hiyo ikifika hapo wanaweza wakaachana, lakini wajue kabisa kuoa au kuolewa hakutakuwepo. Na kuna sababu ambazo zinafanya ndoa nyingine zinafika hapo. Sababu mojawapo inaweza kuwa aidha yule mume au mwanamke amemtelekeza mwenzake. Kuna ndoa ambazo unakuta mwanaume anaweza kutoka kama miaka 10 harudi nyumbani. Kwa hiyo yule mwanamke anakuwa yuko chini ya kifungo ambacho hajui kwamba kitaisha lini. Kwa hiyo anaweza kuamua kurudi hata kwao ili awe mtu huru. Lakini akirudi kwao basi na maana haolewi tena, kwa sababu yule mwanaume bado hajafa. Ndoa imetoa kibali kwa mtu ambaye amefiwa. Kwa mfano mwanaume akifiwa na mwanamke anaruhusiwa kuoa mke mwingine, au mwanamke akifiwa na mume wake anakuwa huru kuolewa na mwanaume mwingine. Nje ya hapo hakuna, ni ile kwamba unaachana alafu unaishi hivyo hivyo. Sasa nirudi kwenye point. Kuna mwanamke anayeweza kutelekezwa na mume wake. Nimewahi kuona mwanamke ametelekezwa miaka 10, mume wake hajulikani alipo, amemwachia watoto. Kwa yule mama anachukua uamuzi, anatoka anaenda nyumbani kwao, anapeleka ile familia. Lakini jambo la pili ni mateso yaliyozidi kipimo. Kuna baadhi ya wanandoa wanateswa sana kwenye ndoa zao, na inafika level ambayo mwanandoa mmoja hapo hawezi kuvumilia tena. Kwa hiyo anaamua kuanzisha maisha yake mwenyewe. Hatuwezi kumhukumu kwa sababu alikuwa na hiari ya kukaa na yule mwanaume, na sasa imefika hatua hawezi kukaa naye tena kwa sababu ya mateso mengi kwenye ile ndoa. Kwa hiyo anaweza akachagua kuwa mtu huru, na hatuwezi kuingilia uhuru wa mtu. Lakini jambo lingine, kuna hali ya hatarishi kwenye ndoa. Kuna ndoa nyingine unakuta mwanaume anamtishia mke wake kumuua. Imefika level mwanaume kila siku anasema nitakuua, ukifanya mchezo na mimi nitakuua. Mwingine anamwambia kuna siku nitakuchinja. Mwingine anasema kuna siku nitakuua, nitakufukia. Sasa ni vizuri pia na washauri wanandoa wanaonisikiliza, kama mume wako anakutishia kukuua, hebu toa taarifa kwa vyombo husika. Viko vyombo vya kisheria. Eleza tu hata vile vitisho kwamba nimeshatishwa, huyu mwanaume amenitisha ataniua, mwanaume amenitisha kuna siku atanichinja. Angalau tu zile taasisi za kisheria zijue, ziwe aware kwamba kuna mtu anapita kwenye hali, na kwenye hali hiyo pia wanaweza kumuita hata yule mwenzako wakamwambia. Sisemi kwamba wanaume tu ndio wanatishia wake zao. Kuna ndoa nyingine wanawake ndio wanatishia ume zao. Tumeshawahi kusikia mwanamke amemuua mume wake, na wala sio kesi moja. Zimetokea baadhi ya wanawake wameua ume zao. Lakini pia zimetokea kesi nyingi kuliko labda za wanawake, wanaume kuua wake zao. Mtu anaua mke wake na anamchinja, anamfukia. Kesi za namna hizo zimewahi kuripotiwa. Sasa inapotokea kwenye ndoa kwamba vitisho vimekuwa vingi na kuna dalili za vihatarishi vya kifo au vya kuuawa, kwa kweli hii ndoa sio ndoa tena. Huyu mwanamke inabidi atafute mahali pa salama. Mahali pa salama anaweza akaondoka. Kama mashauriano yameshindikana, anaweza akaondoka, lakini bado haitampa kibali cha kuolewa wala kuoa. Lakini jambo lingine ni mwanaume kushindwa kutimiza haki za mwanamke kwenye ndoa, kumtimizia mwenzake. Mwanaume ameshindwa, mwanamke ameshindwa. Kwa hiyo huyu mwanamke au mwanaume akaripoti kwenye taasisi au vyombo vinavyohusika, na vikaangalia ile shauri vikaona kwamba sasa hawa watu hamna ndoa tena, afadhali tu hiyo ndoa kila mtu achukue maisha yake mwenyewe. Hiyo huwa inatokea. Lakini jambo lingine niseme tu la mwisho ni watu kushindwa kuwa na amani, na vurugu na vita vya kudumu muda mrefu ambavyo havina amani, vinaweza vikapelekea pia ndoa kufika mahali kwamba haiwezekani. Lakini pamoja na hilo, kuna swala la uzinzi, swala la uasherati wakati watu wakiwa kwenye ndoa, na lenyewe linachangia sana, kwa sababu watu wamekuwa sio waaminifu kwenye ndoa. Wameaminiana wakati wa kiapo cha kufunga ndoa, lakini walipoanza ndoa
aidha mwanaume au mwanamke anaanza kutoka nje ya ndoa. Kwa hiyo matokeo yake unakuta ile ndoa sio ndoa tena. Mwanaume ana wanawake chungu zima huko mtaani. Na mwanamke kwa kulipa kisasi naye anatafuta wa kwake. Ile ndoa imeshakuwa machafuko, sio ndoa. Na ikifika hapo ndio vihatarishi vingi vinatokea. Tumesikia kitu kinachoitwa wivu wa mapenzi. Wivu wa mapenzi ni wale sasa mwanaume anaposikia mke wake anachukuliwa na mwanaume mwingine, au mwanamke anaposikia mume wangu anachukuliwa na mwanaume mwingine, inaamsha hasira isiyovumilika. Kwa unakuta saa nyingine mpaka mauaji yamewahi kutokea. Na mauaji yanapotokea unasikia watu wanasema ilikuwa ni wivu wa kimapenzi. Inatokea na ndoa ambazo hakuna uaminifu. Kuna baadhi ya madhehebu mengine ya Kikristo ambayo huwa yana namna zao za kutoa talaka. Mahakama inapojiridhisha kwamba hii ndoa haifai tena kuendelea na talaka ikatolewa kwa wahusika, baadhi ya madhehebu huwa yanaendelea kuchambua ile ndoa. Yanaangalia ni nini ambacho kimesababisha mpaka wanandoa wanatofautiana, wanafikia hatua ya kuachana. Viongozi wa dini au viongozi wa kanisa wanaweza wakakaa wakachambua kilichotokea kwenye ndoa. Kuna vitu vingine huwa vimejificha sana. Wanapovigundua na wakagundua kwamba visingeweza kuruhusu ile ndoa ikaendelea, basi huwa wanaruhusu wanandoa wale kuwa huru. Yule mume akatafuta mke na yule mke akatafuta mume. Kwa hiyo unapokutana na watu wa aina hiyo ambao labda ulishawaona wamefunga ndoa, alafu baadaye ukakuta tena ndoa imekufa, then ukakuta wamefunga tena ndoa nyingine, usishangae. Inategemea baada ya uchambuzi wa kina kupitia viongozi, labda maaskofu au viongozi wa dini. Kuna baadhi ya maeneo, huwa sio mengi, machache sana, yanawafanya wanaruhusu wanandoa kuwa huru na huyu mmoja kuoa na huyu mwingine kuolewa. Ningewaasa wanandoa wanapokuwa wameshaoa au kuolewa kuwa waaminifu kwenye ndoa. Zaidi ya yote, ndoa ni agano kati ya watu wawili, na hili agano huwa linathibitishwa na Mungu mwenyewe. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Malaki, ukisoma kitabu cha Malaki, ile Malaki sura ya 2 mstari wa 16, Biblia inasema mimi nachukia kuachana, asema Bwana. Mungu mwenyewe anachukia watu wanaoachana. Kwa hiyo mnapoachana kwa sababu ambazo hazina msingi, Mungu anachukia kuachana. Kwa hiyo kimsingi, najua hamwezi kuishi kama malaika, nyie ni binadamu, lakini mnaweza mkasuluhisha mambo yanayoinuka kwenye ndoa. Kwa sababu mtu ulioana naye hamfanani kitabia, mnaweza mkawa mna tofauti, kimalezi, kitamaduni mnaweza kuwa tofauti. Ndio. Na kwenye ndoa kunaweza kuwa na zile sintofahamu ambazo zinaweza zikatokea. Yaani unakuta mimi kitu ambacho ninaweza nikafanya labda mume wangu hajapenda. Sasa swali najaribu kujiuliza, ikatokea labda kwa mfano kama ndoa sasa imeshavunjika tayari, lakini mmoja akasema mimi siwezi nikarudiana naye, lazima kwanza aniombe msamaha. Lakini yule anayeambiwa kuomba msamaha kwa anasema mimi siwezi nikaomba msamaha. Na imekuwa ikitokea mara nyingi sana, tumekuwa tukishuhudia. Sasa swali langu ni kwamba je, msamaha unaweza kuokoa ndoa iliyovunjika? Msamaha ni kitu muhimu sana katika ndoa. Ndio. Na kwa mila na desturi zetu za Kiafrika, wanaume ni wagumu kidogo kuomba msamaha. Ndio. Kwa sababu mila na desturi zilizolelewa zina ule utamaduni kwamba mwanaume ndio anakuwa kichwa cha familia au kichwa cha nyumba. Kwa hiyo kunyenyekea kwa mke wake inakuwa kidogo ni ngumu kusema mke wangu nisamehe. Lakini kwa ndoa za Kikristo tunawafundisha Wakristo kwamba kuomba msamaha ni kwa mtu yoyote. Mwanaume unaweza kumwomba mke wako msamaha au yeye akakuomba msamaha. Sasa kwa swali lako kwamba mmoja yuko tayari kuomba msamaha lakini mwingine hataki kuomba msamaha. Ndio. Kama huyu mtu ambaye yuko tayari kuomba msamaha anasubiri kuomba msamaha alafu mwingine haombi, mimi nadhani ni vizuri kuchukuliana naye tu. Ukishamjua kwamba huyu hatakubali kuniomba msamaha lakini moyo wake umeshapondeka. Unaweza ukaona tu moyo wa huyu mtu umesharudi, lakini ile tu kutamka. Ukigundua hivyo, kwa ajili ya kunusuru ile ndoa, usiharibu ndoa yako kwa sababu tu hujaomba msamaha. Unaweza bado mkaendelea kuishi. Kuna mwingine sasa unaweza kumuomba msamaha lakini vurugu bado zinaendelea kwenye ndoa. Mimi nadhani swala la kuachana liwe ni swala la mwisho sana kwenye maisha ya ndoa. Yaani kwamba hiyo ndoa imeshindikana sasa kabisa. Lakini kabla ya kufika kote huko kuna hatua nyingi za kufanya. Moja wapo ni kumshirikisha Mungu ambaye alisema hapendi kuachana. Huyo Mungu tukimlilia na tukimweleza juu ya kile tunachopita kwenye ndoa,
Mungu anaweza kuleta suluhisho kwenye ndoa. Kwa hiyo kabla hatujasema kuachana, tumeomba, lazima tuombe. Lakini jambo la pili, tuna wadhamini wa ndoa. Kila mtu huwa anakuwa na mdhamini wake kwenye ndoa. Hebu mshirikishe mdhamini yule kama unaona anaufahamu. Si kila mtu anaweza hicho kitu. Kwa hiyo aidha unaweza ukamtumia kiongozi wako wa kiroho kwa ajili ya hilo shauri, au kumtumia mtu tu mwenye ufahamu ambaye ndoa yake ina mfano kwenye jamii. Kweli. Watu wameishi labda wamekaa mpaka uzee, wana experience kubwa. Unakuta mtu amekaa kwenye ndoa miaka mingi. Wanazeeka wakiwa pamoja. Ukitaka ushauri kwa mtu kama huyo, anaweza kukupa mbinu za namna ya kushinda migogoro, maana na yeye utakuta amepita migogoro kadha wa kadha kwenye ndoa yake. Mimi kwa uzoefu wangu wa kihuduma kama mchungaji, nimeshazungumza na watu wenye migogoro ya ndoa wengi tu, na ndoa zao zimepona kabisa na zimerudi vizuri sana. Kwa hiyo kuna wengine wanakosa tu ushauri. Unakuta ni kitu kadogo sana, yani kana wagombanisha kadogo tu. Kakipata tu mtu wa kuingilia kati, basi kanaisha. Mungu ameweka watu ambao unaweza ukawashirikisha mambo magumu unayopitia. Yani Mungu hakukuumba unakuwa single tu, yani hata kama ni kwenye ndoa kwamba wewe umefungwa kwenye kikapu ambacho huwezi kutoka. Mungu amekuwekea uwanja na amekuwekea watu ambao kunapokuwa na mambo fulani unaweza ukawashirikisha. Amen. Kwa hiyo shirikisha watu. Vinginevyo unabeba mambo. Ndio maana unakuja kuona mtu amejinyonga, unauliza niwaambia kulikuwa na mgogoro wa ndoa. Hakumwambia mtu yoyote. Lakini pia naomba kuwaasa wanandoa wote wanaonitazama, nitumie nafasi hii kuwaasa. Sio vizuri kumdhibiti mke wako au mume wako asitoe siri ya ndoa, kwa maana ya kwamba hata ukimpiga asiseme, hata ukimtesa asiseme, yani yeye afie huko kwako. Sio vizuri. Kama mke wako akiona kuna jambo na akaenda kwa mtu akamueleza na yule mtu akaja ili asuluhishe, kubali suluhisho, kwa sababu utakuwa na ndoa ya baraka, utakuwa na ndoa nzuri. Amina, nimependa sana ushauri huo. Kwa wale wenye ndoa ambao wanapitia changamoto katika ndoa zao, kwa kweli huo ushauri ni mzuri sana. Lakini pia unaweza kuwasaidia hata wale vijana ambao wapo kwenye prosesi za kutafuta wachumba, itawasaidia pia. Nilikuwa na swali kwamba watoto wanaathirika vipi na talaka katika familia za Kikristo? Watoto wanaathirika kwa sehemu kubwa sana. Ndio. Imagine nyumba ambayo mume na mke wanagombana kila siku. Ukumbuke kwamba watoto ni wana capture vitu kwa wazazi wao. Yani the way, ndio maana nasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaona baba anampiga mama tu. Na hawezi kumsaidia mama. Kitu kinachojengwa ndani ya moyo wa ule mtoto ni kwamba mama anaonewa na baba. Kwa hiyo wanajenga chuki kwa baba. Na hiyo chuki huwa inadumu. Kwa sababu kuna mtu asiyempenda kwa mfano mama yake. Lakini iwapo mama, labda mke, anamtukana mume wake na mume wake hana namna ya kumfanya, watoto wanamuona kama mama anamtesa baba. Kwa hiyo na wenyewe wanaumia. Kwa hiyo katika kukua kwa watoto, kuna mtoto anafikiria hivi, the way baba anavyomfanyia mama ndivyo wanaume wanatakiwa wafanye. Mwanaume unatakiwa uonyeshe kwamba wewe ni mwanaume, kwa hiyo umpige mke wako. Kwa hiyo unakuta mtoto anapokuja kuoa anakuwa na asili ile ya kupiga mke. Lakini kama binti huyo anayekuwa kwenye hiyo ndoa, akikuwa kaona mama anamdhalilisha mume wake, anamtesa, anamsema mbele ya watoto, binti akikuwa anajua kwamba ili mwanaume akuheshimu inabidi umfanyie haya. Lakini pili, ndoa ikivunjika kwa sababu ya mivutano, wale watoto wanakuwa scattered, hawana wazazi. Kwa hiyo unakuta watoto wanahang barabarani, ndio tunapata watoto wengi wanaozurunga barabarani. Wale watoto sio kwamba wametokea hewani, wametokea wengine kwenye ndoa ambazo zimeharibika. Baba, wewe ni mchungaji na bila shaka utakuwa unapokea malalamishi mengi kutoka kwenye familia tofauti tofauti. Sasa swali langu ni kwamba ndoa ambazo zinavunjika zinakuwa na sababu za msingi au zinakuwa na kukosa uvumilivu? Na kama inakuwa ni kukosa uvumilivu, upi ushauri wako kwa wanandoa wa aina hiyo? Ndoa inahitaji kuvumiliana. Ndio. Na sisemi kuvumiliana kwa uchungu, kuvumiliana kwa furaha. Kwa nini nasema kuvumiliana kwa furaha? Ni ile tu kujua kwamba mwenzangu huyu amezaliwa kwenye culture tofauti na mimi. Amekuwa na wazazi tofauti na mimi. Amekulia kwenye mazingira tofauti na mimi. Amesoma shule tofauti na mimi. Kwa hiyo malezi kuanzia familia ilikuwa tofauti. Sasa tunapokuja kukutana, inatuchukua muda kujenga tabia moja inayofanana. Kwa hiyo kwenye zile tofauti zisitufanye tukaona kwamba
kuna shida kubwa. Na kanisa lina mchango gani katika kufundisha masuala yanayohusiana na ndoa kwa ujumla? Sisi tuna mfumo kwamba wanandoa kabla hawajaoana ni lazima mchungaji apate muda wa kuongea nao, kuwapa basic knowledge ya maisha ya ndoa na vitu muhimu ambavyo wakisimama navyo ndoa yao inaweza ikawa ndoa nzuri. Na unawashauri nini watu ambao wanapitia maisha ya talaka katika maisha ya Kikristo? Kama imefika mahali, naposema talaka sasa imetolewa na mahakama. Yes. Kama imefika mahali mmepeana talaka. Lakini mkafika mahali mkagundua kwamba kumbe tunaweza tukaishi bado. Mimi sioni kama ni shida. Mkija kanisani au mkienda kwenye kanisa watawapokea na watawahesabu bado kama wanandoa. Kitakachobaki tu ni kwenda mahakamani kubatilisha ile hati ya talaka. Yeah. Mtazamaji, kama tulivyosikia ushauri kutoka kwa mchungaji wetu kiongozi wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center, ameweza kuelezea vitu vingi sana kuhusiana na maisha ya Mkristo na talaka. Ninatumaini kwamba wewe ambaye unapitia changamoto katika ndoa umeweza kujifunza vitu vingi zaidi. Ameweza kuelezea vitu vingi, ametoa ushauri, lakini pia ametoa shuhuda za ndoa nyingi alizozitengeneza zilikuwa zimevunjika, lakini kupitia mafundisho ndoa hizo zimeweza kurejea na wanandoa wameweza kuishi katika amani. Hivyo ninakusihi sana uweze kuendelea kutufuatilia na kuweza kushiriki vipindi ambavyo tunavirusha katika channel hii ya Shalom Summit TV. Lakini pia ninakusihi sana kwa wewe ambaye bado haujasubscribe, endelea kusubscribe na kuambia wale marafiki zako ambao bado hawajasubscribe waendelee kusubscribe ili waweze kupata mafundisho, kwani tunarusha vitu vingi vizuri sana kwa ajili yenu ambao mnatutazama kupitia channel hii nzuri ya Shalom Summit TV. Mimi ni Rose Jotham, sikuwa peke yangu, nilikuwa na makamu askofu wa jimbo la Kilimanjaro Kusini, lakini pia ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Shalom Christian Center. Kwa leo hatuna la ziada, tunakutakia siku iliyo njema na Mungu wetu wa mbinguni akubariki sana.